Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hapa ni katika mtaa wa Murieti, kata Murieti, jijini Arusha. Tumekuja kuripoti taarifa ya mtoto anayefahamika kwa jina la Grace Goodluck Mlai, mtoto mwenye umri wa miaka 11. Amefariki dunia. Inaeleza kwamba mtoto huyu alikuwa na gombana na binamu yake, lakini kwa hasira akaingia ndani kwao na akajifungia. Alivyojifungia akawasha moto ndani ambao ulipelekea vitu vya ndani kuteketea, lakini baada ya kufanya hivyo pia alijificha kwenye chumba kingine mpaka watu walivyokuja kwa ajili ya kumwokoa. Tayari alishakwisha legea, na alivyokimbizwa katika kituo cha afya cha Murieti, daktari akasema ameshafariki dunia. Leo mtoto Grace anaagwa hapa kwenda kuzikwa kwao huko Marangu mkoani Kilimanjaro siku ya kesho. Kwa majina naitwa Dominic Sengei Kivuyo, ni mwenyekiti mtaa wa Murieti. Mwandishi, nikushukuru kwa kufika kwenye msiba wa mtoto wetu aliyefariki tarehe 1 siku ya Jumamosi jioni ya saa 12. Tukio hili lilitoka muda huo nikiwa na mkutano wa mtaa. Niliposikia nikafika hapa. Baada ya kufika nikakutana kweli na mtoto ameshafariki na amepelekwa hospitali ya Murieti na tayari ameshafariki. Jinsi tukio hili lilivyotoka, watoto walikuwa wanagombana. Wao watoto walikuwa wako watatu mapacha. Wote wanasoma darasa moja, darasa la 6 katika shule ya Kindevi ambayo ni shule ya primary. Huyu mtoto ana miaka 11. Alikuwa anampiga mwenzake mdogo ambaye huyo mwenzake ni binamu wake. Jirani mmoja alivyomuona sasa akiwa anampiga mwenzake na kumburuza chini, yule jirani akaamua kumtishia sasa yule mtoto, kumchapa kidogo tu, ambaye sasa ni huyo aliyefariki. Alivyomwambia mwache mwingine akawa asikii. Alimpiga yule mtoto, yule mzazi sasa alijaribu kumwadhibu yule mtoto ambaye ndio huyo aliyefariki. Sasa wote wawili wakakimbilia ndani. Walivyokimbilia ndani, yule mzazi wa jirani sasa wa eneo hili, na yeye akaamua kusema kwamba labda wameachana, hawana shida tena. Kumbe kwa hasira huyu mtoto ambaye tayari ameshafariki, ambaye ni Grace, tayari ile hasira alivyomfukuza mwenzake akaenda akaingia uvunguni. Alivyoingia uvunguni, yule sasa kwa hasira huyo mtoto aliyefariki Grace akaamua akachukua maamuzi magumu, akachukua kiberiti, akachoma magodoro pamoja na vitanda viwili hapo ndani. Alipounguza, yule ambaye alikuwa amejificha uvunguni, yule ambaye alikuwa anaburuzwa na yule aliyefariki sasa, akachoropoka yeye akakimbia nje, kwa sababu mlango wa sebuleni kulikuwa wazi, lakini mlango kama unavyoona mlango wa nyuma ulikuwa umefungwa. Baadaye alipokimbilia yule nje, yeye huyu marehemu sasa, yeye akarudi akaingia hiki chumba cha pili, akapanda juu ya kitanda kwenda sasa kujificha. Alivyokaa kuvumilia huko, moto iliendelea kuwaka. Ni moto mkubwa imewaka kwenye nyumba. Baada ya moto kuwaka, yeye akavumilia huko ndani sasa. Hatimaye baadaye moshi kali ambaye ni kubwa sana ikabidi ikamzima huyo mtoto, akafarikia hapo ndani. Sasa kuna jirani mmoja mwenye nyumba hii ambaye tuko hapa barazani. Alipokuwa huku ndani kwake akaona moshi. Alipoona moshi hapa kwenye mlango wa nyuma ambaye ilikuwa imefungwa, baadaye akapiga kelele. Alijaribu kufungua huo mlango lakini akashindwa kufungua. Akaanza kupiga kelele, kuwaita majirani, anasema kwamba nyumba inaungua. Majirani walipojitokeza wanaume, wakaamua sasa, huyu mama wa jirani akatoa mandoo. Majirani sasa wale wanaume wakaanza kumwaga maji huku ndani, lakini huo mlango wanaume walivunja, maana ilikuwa imefungwa. Walipovunja wakaanza kumwaga maji ndani kwa wingi, kamwaga na huko sebuleni,
akamwaga na huku kote huku chumbani, ile chumba ambayo yule mtoto ameunguza. Alipomwaga wakafanikiwa kuzima moto. Sasa moshi ilikuwa hapo ndani ni kali sana. Hawa wananchi wakafungua milango zote sasa na madirisha. Walipofungua ndio sasa moshi kaanza kupungua. Wananchi wakaanza kuingia ndani huko kwenda kuangalia, je, kuna mtu ameungua huku ndani? Kumbe hatimaye baadaye moshi ulipopungua wakamuona yule mtoto amebaki kulala kwenye kitanda hapo juu, hii chumba kingine cha pili. Walipomtoa hapa nje tayari ameshachoka, hawezi tena kufanya lolote, amebaki tu kulala. Hatimaye wakamchukua moja kwa moja wakampeleka mortuary kule hospitali ya Muriet, ndipo sasa tayari ameshafariki. Hawa watoto kweli walikuwa ni mapacha ambao walikuwa wanasoma shule ya msingi Kindevi hapo maeneo ya kona ya Dampo. Ni mapacha watatu, lakini kuna yule mdogo sasa, kuna mdogo ambaye ni wanamuita binamu yao. Sasa huyu aliyefariki ndiye alikuwa anamburuza yule mdogo, ndio sasa ile hasira ya yule mzazi kuachanisha wasigombane, yule mdogo akakimbilia huko chumbani, akaja akaingia uvunguni. Hatimaye sasa yule aliyefariki akaamua kumfuatilia kwenda kumtafuta. Alipomkosa akaamua kuchoma magodoro ya vitanda viwili. Mtoto huyu nilipofika mwenyekiti kudodosa huyu mtoto, kuna duka moja liko hapo kwa hao majirani. Kwa hiyo walikuwa wameenda kununua pipi. Sasa huyu mdogo nadhani aliponunua pipi akawa anamnyima huyu. Sasa ugomvi kaanza kule nje, na mzazi wake huyu mama sasa wa familia hakuwepo hapa jirani, alikuwa kwenye nyumba ya jirani. Kwa hiyo aliyesikia hili tukio ni mama mwenye hii nyumba wa jirani ya huyu sasa ambaye mtoto amefariki, ndio akapiga kelele, na yule mama naye akajitokeza baadaye, akakuta aliyakuta tayari amekuta wananchi ndio wanazima moto. Ilikuwa ni majira ya saa 12 ya jioni siku ya Jumamosi. Mimi mwenyekiti wa mtaa, wito wangu kwa wananchi wa Muriet ni waombe tu wawe karibu na watoto kuanzia miaka 11. Yaani ni watoto waga ni wasumbufu. Ni wasumbufu, tena wasumbufu sana. Kwa hiyo wazazi ni waombe wawe karibu na watoto. Kwa sababu watoto wa miaka 11, kuanzia miaka 11 wale watoto wanakuwa ni wasumbufu sana. Shina namba 21 Balozi Aziza Ibrahim. Tukio lilitokea siku ya Jumamosi, lakini kwa bahati mbaya mimi sikuwa eneo la tukio. Nilikuwa kwenye msiba wa jirani Kalavati hapo. Lakini nilipata simu kutoka kwa jirani yangu, akaniambia kwamba hapa nyumba inaungua kwa Mama Colin. Na mimi nilimtaarifu balozi muda huo. Wakati nikiwa narudi, balozi alinipigia simu akaniambia amefika eneo la tukio na akakuta tayari nyumba imeshaungua, na kuna mtoto mmoja miongoni mwa watoto wa familia hiyo ameungua na amepelekwa hospitali ya Muriet. Alifuatilia hospitali. Alipofika hospitali, mimi nikiwa karibia na eneo la tukio, alinipigia simu wakati yuko Muriet, akanipa taarifa tena kwamba mtoto ameshafariki. Na nilipofika eneo la tukio, yule jirani wa kwanza alionipa taarifa, nilimuuliza chanzo ni nini? Akaniambia chanzo ni hawa watoto ndugu waligombana. Ugomvi ambao ulikuwa ni ugomvi mdogo tu, wanadai ni pipi. Chanzo ni pipi. Yule marehemu akawa amemfuata mwenzake, akasema amekula pipi zake, ndo akawa anamburuza. Baadaye mzazi akawaonya kama mzazi, lakini marehemu akachukua hasira na kuingia ndani. Kilichotokea ndani sasa hapo hakuna aliyekijua, waliona moto unawaka. Lakini mama niliposikia alikuwa jikoni anapika baada ya kuwakataza wasigombane. Tukio lilitokea Jumamosi majira ya saa 12 tulipewa taarifa. Tukatoka nyumbani kuja kukimbilia huko kwenye tatizo. Kwa hiyo tunashukuru majirani wote waliopambana kutusaidia kuzima moto, na pia tumepotelewa na mtoto wetu, ni mtoto wa babangu mdogo. Kwa hiyo tunashukuru pia, na pamoja leo ndo tunaaga mwili hapa, na pia kesho tutaenda kumpumzisha kwenye nyumba yake ya milele Moshi Marangu. Ndio tunatushukuru Mungu ametoa na jina lake lihimidiwe. Watoto
na mzazi walitoka kwenye kongamano Kisongo. Walivyofika nyumbani wakawa wanacheza na wenzao, ugomvi ndo ukatokea katika hao watoto, ndo wakawa wanapigana. Kama tulivyopewa taarifa kwamba kuna jirani ambaye alimchapa fimbo 1-2, ndo alivyokuwa mamake yuko nje, yeye anaingia ndani na kutoka. Baadaye ghafla mamake yuko nje, anakuja kushangaa moshi unatoka ndani, ndo kupiga kelele. Majirani ndo akaja kutusaidia kuzima moto, na mtoto alikuwa amejificha chumba kingine, ndo kwenda kujitahidi kwenda kumtoa, kumkimbiza hospitalini, ikawa kamesha ondoka duniani. Na naitwa jina maarufu Ustaz Furniture kutokea hapa mtaa wa Murieti kwa shangazi. Kuhusu hili swala la msiba uliotokea hapa kwa shangazi, ambao kwa ndugu yetu, mdogo wangu, dada yangu, maana ni binti wa kike. Wakati nipo kazini, tuko tunashughulika na kazi mbalimbali, ndo nasikia kelele yoe, watu wanapiga kelele hapo katika majirani zangu huko. Nikaangalia kwa upande, nilivyoangalia kwa majirani zangu naona moshi juu ya nyumba. Baada ya hapo sasa ikabidi nisogee karibu. Tunafika kumbe ni moto unawaka. Na kuuliza katika huu moto imekuwa kwaje, wanasema ni mtoto sijui imetokea akachukua maamuzi ya kuwasha kiberiti nyumba na ndani mpaka ikawaka. Tupambanavyo, mama anapiga kelele, mama watoto anapiga kelele, anasema watoto wangu, ambao huyo mama ana watoto 3 mapacha. Kwa jina maarufu yenyewe mwenyewe anaitwa mama watatu. Ana watoto mapacha ambao wako 3. Tupambanavyo, vunja vioo, vunja milango. Tukafanikiwa, tukavunja milango, tukaingia ndani. Baada ya kuingia ndani, mtoto tukamkuta yuko juu ya kitanda chenye double decker. Yaani si kana kwamba labda ni mtu ambaye labda alikuwa anapambanavyo labda atoke. Yaani tumemkuta amepumzika tu, ametulia sehemu moja kabisa yani. Na amejifunika kabisa, nadhani kama na shuka, maana ule uso ulikuwa unaonekana mpaka umekuwa mweusi. Lakini tukamtazama vizuri, tukaona kama vile anapumua. Tukapambana pale, kasema kuita ambulance mpaka ifike ni swala ambalo litatuchelewesha kwa afya ya mtoto huyo, maana alikuwa yuko katika hali ngumu. Tukachukua pikipiki, nikambeba pale tukakimbia mpaka hospitalini ya Murieti hapa kwa shangazi. Tulipofika pale wakamwangalia, wakamcheki na vipimo vyote vya kumwangalia labda na ni katika hali labda iko vipi, alivyoathirika, ila majibu yakatokea kuwa ameshafariki. Yaani kiufupi kama alifia njiani. Ila ili swala kwamba ni nzito, limetusikitisha sana.